Reflux acid na yenyewe ina stage kama ilivyo katika saratani. Katika saratani tunajua kwamba kuna stage 1, stage 2, stage 3 na stage 4. Lakini pia katika reflux acid mgonjwa anaweza akapata stage 5. Sasa inategemea wewe ambaye una reflux acid sasa hivi upo katika hatua ya ngapi. Hatua ya 5 ndio hatua ambayo ni mbaya zaidi kwa mgonjwa wa reflux acid. Hatua ya kwanza ni hatua ambayo tunasema esophagitis, ambayo hii ni ile hali ambayo mgonjwa anakuwa hawezi kumeza kitu, au akimeza anahisi kama kile kitu kinashindwa kupita kwenye koo. Hiyo ni hatua ya kwanza ya mgonjwa ambaye ana tatizo la reflux acid. Na hatua ya pili ni hipi? Hatua ya pili ni ile ambayo tunasema esophageal ulcers, ambayo hii esophageal ulcers ni maana kwamba mgonjwa huyu wa reflux acid, kutokana na ile acid kwamba imeshashambulia sehemu hii ya kupitisha chakula, basi mgonjwa huyu anakuwa lile bomba la kupitisha chakula tayari lina vidonda, na hiyo ndio inaitwa esophageal ulcers. Sasa mgonjwa anapofikia katika hali hii anakuwa hawezi kumeza vitu kwa sababu ya vidonda vilivyopo katika njia hii ya kupitisha chakula. Lakini hatua ya tatu ni hatua gani? Hatua ya tatu tunasema ni inaitwa esophageal stricture, kwamba sehemu hii ya kupitisha hii sehemu ya bomba la chakula inakuwa imeanza kubana na kupelekea kwamba mtu anashindwa kumeza chochote vizuri kwa sababu sehemu inakuwa ni ndogo, na huyu mtu akimeza anasikia maumivu makali sana. Na stage ya 4 inaitwa aspiration pneumonia, ambayo hii ni ile hali ambayo mgonjwa huyu anakuwa tayari kutokana na ile asidi inakuwa tayari imeshaanza kushambulia sehemu ya mapafu, na hii inapelekea mgonjwa huyu anaanza kupata matatizo ya kupumua na kuhisi labda na matatizo ya moyo au na matatizo ya pumu. Na stage ya 5 ambayo ni hatari zaidi tunasema hii inaitwa ni esophageal cancer, ambayo hii bwana ni watu wachache sana ambao wanakutana nayo, lakini ina madhara makubwa sana, kwamba ukishafikia katika hatua ya esophageal cancer inakuwa hakuna jinsi nyingine zaidi ya kuanza tiba ya saratani, kwa sababu hapo inakuwa ni hatua mbaya zaidi. So wewe ambao unanisikiliza ambaye tayari labda ni mgonjwa wa acid reflux, hakikisha unajitahidi sana usifike katika hatua hiyo, kwa sababu hiyo ni hatua ambayo ni mbaya na ni ngumu sana kwenye kuitibu. Sasa kama wewe ni mgonjwa wa acid reflux, hakikisha unafuata miko ambayo umeelezwa na daktari wako, hakikisha unafanya vile daktari wako alivyokuambia, lakini pia hakikisha unatumia dawa sahihi na kufanya mazoezi ambayo unatakiwa. Kama wewe ni mmoja wa wagonjwa au watu ambao wana tatizo la reflux acid, unaweza kuchukua namba yangu bio nikakusaidia jinsi gani ya kuweza kutibu tatizo lako, lakini pia kujiepusha tatizo lako lisifike katika stage ya 5 ambayo ni stage ambayo ya hatari zaidi. Chukua namba yangu bio nipigie niweze kukusaidia.